Tumwabudu Mungu huyu. Inua mkono wako, mtu wa Mungu, endelea hii nafasi njema ambao Mungu ameitoa tuweze kumwabudu, tupatie heshima zake. Mwabudu huyu Mungu ambaye ni mfadhili wa maisha. Mwabudu huyu Mungu ambaye ni chanzo cha wokovu. Mwabudu huyu Mungu ambaye ameshika hatima yako asubuhi ya leo, ambaye anaelewa kila mara mnaomba, ambaye anaelewa milio yetu, ambaye anaelewa masikitiko wakati tunapitia. Tumwabudu huyu Mungu, maana yake ni mwema na fadhili zake ni za milele. We thank you, we worship you, God. We worship you for your greatness. We worship you for your majesty. We worship you for who you are in our lives. Praise and be unto Jehovah. We give you all the glory. We give you all the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. I surrender, Lord. Oh, I surrender. To thee, my breath. Hebu tusaleme kwa Mungu wetu. Nyenyekea kwake, nyenyekea kwake wakati huu ambao tunahitaji asikie maombi yetu. Oh, I surrender. Pia Mungu nibariki wakati wa neno, zungumzia maisha yangu, zungumzia moyo wangu, zungumzia nafsi yangu, nirekebishe, nione, nitekeleze Mungu wangu, nifariji Baba wangu, nijenge kupitia neno lako, kwa maana nimekuja kwako niweze kubarikiwa na wewe. Father, we thank you. Tunakushukuru tena sababu wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Tunahitaji kujengwa na wewe, tunahitaji kurekebishwa na wewe. Tuote Baba wa uzima, rekebisha maisha yetu. Tuote Baba jinsi mapenzi yako yalivyo, na wakati huu wa neno Baba wetu, tubariki na tuhuishe tena, kwa sababu wewe ni Mungu na fadhili zako ni za milele. In Jesus' name we pray. Let us
ambavyo, na ni wakati wetu mwema kusikia kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Nimesema nampenda Bishop na unampenda, muonyeshe kama hajaanza kuongea. Actually, before you speak, thank you. Let us pray together. Everlasting Father, in the name of Jesus, receive your servant. Receive this anointing in this altar this morning. I ask of your presence, Jehovah God, and the inspiration of your word, our Father, to get into our heart, our Father, and the impartation that our God you have prepared, that we are ready to receive, our Father, may get to us from you, through your servant, our Father. In Jesus' name we pray. Amen. Man of God, you are most right. God bless. Amen. Blessed God's servant in Jesus' name. I know we can do it better than that. Let's celebrate God's servant again. Thank you, sir and Mama, for having me here. I really thank God because I don't take it for granted. And I had to run for one service, finish it coming, and then I'll be running for another. And I know that God will bless us. God has allowed us to work together. And I know that God is taking us far. We love you, we honor you. We thank God for the years you have labored in ministry. And honestly, I celebrate you. And as I was saying in your presence during the honor of Bishop Derito, you are men that we honor. And we will seriously honor you. Let's celebrate the man of God. I want to thank God for the leadership of this church, every man, the women, everybody, the elders of the church. You people are amazing. I celebrate you. Amen. Thank you for having me here. I want to celebrate the sons and daughters. Ladies and gentlemen of this church, God bless you. Thank God that you know, I can sense an open heaven. There are places you go and you feel a closed heaven. But there are places you go, you sense and you feel an open heaven. So I thank God for everybody that came to service because you came prepared for God to speak to you. I love you. Honestly, I love this church. In fact, I was telling man of God, he needs to prepare meetings because I want to be part of this place. And honestly, you are blessed. I don't know who gave you the revelation of that water because it's the one I normally take. You are blessed. Nilikuwa naogopa usipike ndimu. Inanyanyuka mhubiri akihubiri. So, mko tayari tusikie neno la Mungu? Say my Father. My Father. Oh, this church has more than 200 people. Say my Father. My Father. Speak to my heart. Speak to my heart. Crush in my spirit. In my spirit. The carnal man. And create in me. And create in me. A humble. A humble. Contrite. Spirit. The Lord Holy Spirit will speak to me. Oh God. Every spirit that resists your word, take it out of me. Take it out of me. And every spirit that fights your word in this gathering, we rebuke it in Jesus' name. Lord, we are ready. Lord, I am ready. In Jesus' name. Say amen. We can have our seats in Jesus' name. Alright, then
Then I'll request sound people unipea sauti yangu hiyo ni ya dada, umenipea dada. Sasa unipea yangu na ninaongea hapa na mapua. Tulionana kufanya harusi. How are you? Hey, we celebrate you. Where's your wife? Is that how? Mwenye huyu. Sasa kwetu tumezoea unasimama haraka sana. Ubarikiwe. We celebrate you. Kwani umerefuka ukaongezea? God bless you. Sir, you are doing good. You are doing good. God bless you. Sasa unaendeleza iive wende ukiibisha mpaka iive. Siku mingi ya hosti. Kwa na mzee mlipotelea wapi? Na mzee mwingine muhe kama ako around. Na wazee siku hizi nashindwa kujificha bwana. In Jesus name. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ladies and gentlemen, I was overexcited. Nyinyi kuiunda kusikiliza mwingine na kabla nasikiza mpaka hivi. Kwa sababu mko na vyombo smart na lazima sauti itoke vizuri bado. Haya. So nashukuru Mungu kwa sababu ya kanisa hili, na wakati nilipewa nafasi nije ninene nabii katika ibada ya kwanza. Alafu hiyo sasa nizime hiyo. Ndio wanisikie. Naona wengine wanafanya hivi. So now I was touched, leaders of this church, when kwa umbali nilisikia ya kwamba mumepanga Pastor Honor Day. I think I had it, yeah. There was there's something like that, Pastor's Honor Day, and honestly I was touched. Ours will be towards December. Actually, Pastor's Honor Day is normally worldwide. It's normally in October. Yeah, we normally celebrate pastors and the pastors who lead churches. We normally celebrate them in October. We did do it in our church. We are doing it the first week of December. And in our church, that is one of the big things that our people have been taught by God to really celebrate that day, and it's great. Praise the name of the Lord Jesus. Na nilipoambiwa kwa umbali ya kwamba mko nayo, hata kama mtumishi wa Mungu na utanisamehea, hata kama kuna mambo mengi ambao nilitaka tushiriki na kanisa la Mungu, nilipoenda katika maombi, Mungu ujumbe alionipa unaambatana na kile ambacho mtaenda kufanya huko Sunday, and I'll come. But I'll not come to preach. I'll come to honor the man of God. So I'm packaging my envelopes up. Yeah, it will be fast. So I'll be here, dear leaders and wazee wa kanisa na wamama wa kanisa. So tunaomba mkipanga mtu accommodate. Na by mtu accommodate inamaanisha honor is honor, service is service. Nyinyi kufanya ibada halafu mtu ite ibada ya honor. So hata mimi kwetu tena nifanye ibada halafu nije nikiwa loaded. Si ni kweli? Maana hiyo siku tutataka tuheshimu mafuta ya Mungu na juzi tulikuwa tunaheshimu mtumishi wa Mungu Askofu Ndelito Rungai. Sunday hii tunakuja hapa kuheshimu mtumishi wa Mungu na mimi hiyo ndio neema yangu. Tunaheshimisha, tulikuwa juzi tulikuwa na mtumishi wa Mungu, nilikuwa naongoza ibada ya kuheshimu mtumishi wa Mungu Askofu Bishop Mankura, na it was powerful. Maana nimekuja kuelewa kuna siri kanisa haijajua, ikijua milango inawafungua. Because let me tell you, that is me and I will be like that. Say amen. Amen. The reason why the church is bigger than the pulpit. The reason why the church is bigger than the pulpit. Ni kwa sababu hii service ni ya English ama ni Kiswahili? Nichanganye. So, you know, because all right, so I can use English and Swahili mix. Yeah, so you're comfortable with both or I use one? Both. Both? Yes. Both.
Yeah, because if you tell me to use English, I will go fluently well. So Swahili, I'm good. I was a Swahili teacher. So God is good. Say amen. Amen. So now I want to start by reading the scriptures so that you can go on. But I want to say you are the most amazing church. You people are wonderful. Yeah, you people are wonderful, and I tell you, because I have preached to many churches, but this is one church. Once you teach them, you know, there are churches you teach, they don't understand. But this church inaelewanga mambo yote. So number 2, nilikuwa nawaambia kwamba the reason why space ya madhabahu inafanyangwa kidogo na huku kunakuwa kubwa zaidi ni kwa sababu hapa panakuanga kwa watu wachache sana. Na hasa nikiomba wiki mzima, kama saa hii nikitoka hapa naenda kuhubiri kwetu, I'm having a prophetic word ya tukimaliza mwezi. Wameningojea na wameomba. Kwetu kuna kikundi cha maombi ambacho kazi yake ni kuomba kwa mchungaji wao ili atakapokuja. You know, I tell you the truth. I tell you the truth. Some things are missing. When God gave me this revelation, when God gave me this, na sisi ilitokea, tulitoka levels ambazo watu walikuwa wanang'ang'ana wahubiri. I tell you, that's why nimetoka kanisa letu, ambayo I remember kuna mzee mmoja, and I love him so much, ambaye nilitembea na yeye, na ni wale wazee nilikuwa naambia Mungu, huyu lazima tufungulie kanisa. Lakini akashikwa na roho fulani mbaya, akaanza kuambia watu baada ya ibada ya kwamba sijapewa nafasi ya kuhubiri. I remember akitumia very bad statement, akasema nimenona neno kuliko mchungaji. Akasema kwamba I need na stahili nihubiri. You know, and it was unfortunate because Bible inasema, na nyinyi ni wasomi wa Biblia, ya kwamba siku moja wazee wote wakastajabu walipoona mafunzo ya watumishi wa Mungu. Maana Bible inasema for they were unlearned. The Bible says they were unlearned. Another version, if you use King James version, inasema for they were ignorant. Yani ni watu hawako wanashikanisha chochote, hawako wameenda shule, lakini walipowasikiliza wakajua hawa watu wako na kitu. Because preaching, let me tell you, by the grace of God, right now I'm doing a masters katika mambo ya Biblia, lakini I don't apply it. This thing is about grace. Yeah. Sure. I started a diploma at East. That's why I did my diploma Buruburu. That's why I did my diploma. Praise the name of the Lord Jesus. Na nikaendelea wachana hiyo ingine. Mimi kitu haikuwa yangu. Mimi ama media person by profession. Hii kitu ni Mungu aliniweka ndani yangu. Niliacha kazi. I started working at K24 when it was launched. We were among the first employees wa hiyo kampuni. Na tukaenda, don't want to give you my story. That is why mimi ukikanyaga laini yangu ya kutuka na mwito tunakosana. Kwa sababu haujui it has costed my life. And we are not doing this because we are desperate. We are doing this because we have been called. Amen. Leo ni siku ya kuongea. Tumenikia ruhusa watumishi wa Mungu. Now let me tell you, ladies and gentlemen, it's unfortunate. I was telling about my man. I love him so much. Na kaanza kuita watu, and unfortunately he was senior man. He was the chairman of the church. Machairman wote na machairede na machairman wa youth na machairman wa project na Mungu awahurumie. Amkusema amen. Amen. Because chairman, chair lady, chair hizo chairs ndio zina mesingi huduma. Na niko na wao sahihi, Mungu amenipea wazuri. Because chair unakuanga chair, na you're supposed to understand that you are on that chair by the grace ya mtumishi wa Mungu. Amen. That is why you never, as a chair, as a leader, you never advance your own dream. You advance the dream of the man of God. Amen. Those effective and leaders who are able to take the mantle of the man of God are the leaders that run with the dream.
I know I have teachers here that know we used to, tukiwa shule kuna game tulikuwa tunacheza ya mbio, tulikuwa tunapatiana baton. You remember the one we were carrying the baton? Yeah, I don't know what I'm talking about. Unakimbia, sasa baton ilikuwa kama mti fulani, ukikimbia unangojea. Are you aware kuna watu walikuwa hawangojei? Alikuwa anaona huyu mtu akuji. Yeye anachomokanga. Sasa shida ni atapatia nani? Is unfortunate that we are unable to take the baton of the man of God because sisi tunaona tuko na mbio kumliko. Na ndio unaona kuna mtu anaitwa Elisha. Elisha anakuwa na wale wana wa manabii. Wale, you remember? Wana wa manabii ambao walikuwa wanamwambia kwamba don't you know that your master will be taken today? Anamwambia I know, but this man carries the grace. I need the grace. Na kazi yake haikuwa mingi. So many Biblia ni wasomi wa Biblia. Bible inasema alikuwa anabeba chupa ya maji. So many Biblia. Ati kazi yake ni kumwagilia kichwa maji baridi. In short, kazi yake ilikuwa kurefresh. Sasa kile kinanishtua ni na Mungu atusaidie kanisa la Mungu. Hakuna pastor alikuwa kisirani kama Elijah. Ujue wewe unafuata pastor mwenye anataka kukufa. No, can we? Wasomi wa Biblia mko wapi? Tunafuata pastor mwenye anataka kukufa. So one, mtu anakufa anakuwa na bitterness. Na ujue bado ameambiwa na Mungu enda ufanye hivi, enda you know the story Jehu na nani. Sasa amekuta jamaa akona biashara zake, jamaa amemfuata, you know, baada ya what happened, I don't want to deal there, but naangalia kitu ambacho kinachekesha ya kwamba hata wakienda huyu mtu wamuencourage amfuate, lakini yeye anamfuata tu. Anaambiwa bwana huyu jamaa ataenda. Anasema najua. Sasa kile kimesumbua kanisa la leo ni kwa sababu hatuna watu ambao wanajua kufuata neema. Tunajua watu ambao wanaona mtu. Hawaoni reverend mafuta. Wanaona Peter. God forbid. Anytime you start to see your pastor as a man, munatoshana. Sasa kile man anapeananga ndiye yeye ukupea. Anytime I see him as a grace carrier, he now starts to release grace. That is why, ladies, are you aware that kanisa kama hili, the members wenye wana join kanisa ndio hutoa ushuhuda walitendewa. Amen. Okay, najua ninafurahi maana mnaniongeleshea, kuna watu naona wananiangeleshea wengine. Sasa nilini simuni okay hivyo maana roho nimelala nikiomba tu Mungu anipe ujumbe. Nimelala kwa maombi, you know I tell you the truth. Hello? Ni kweli nini mmekaa kwa kanisa? Mshai note mtu amejoin kanisa. Anakuja ndiye wakati wa ushuhuda Bwana asifiwe. Lakini mnijui, mimi naitwa Mama Karanja. Nimekaa hapa miezi 3. Na nataka kusema mtumishi wa Mungu umenibariki. Amen. Sasa mimi nashinda kwa nyinyi ambao umekaa miaka mingi, kwa nini mtende yangu mlitoshana? Mazoea. Sijui kama tuko na nyinyi. Kwetu niliwahubiria ule ujumbe nataka kuhubiria leo. Kutoka hapo siku hizi nasikia uliza John ama ulize I don't know where is James. If you ask them they can tell you nowadays everybody. I told my son he's worked in my protocol team. I told him, son, you know, you carry me, you carry my Bible, but anabeba Bible, ananiambia yes sir, ananiambia nini, anafungua milango, anafanya nini. He's a very diligent guy. Lakini nika note maisha yake imefika mahali kakwama, nikajua anazoea. Na muulize nikamngoa kwa timu yangu. Naona hizo kana mtu tunazoeana. Aliporudi nikamwambia kwamba bwana, ukiona unanibeba si ati siwezi jibeba. Ukiona unanibebea Bible si ati siwezi kwa nipapero, Bible inakuwa na kitabu. No, sisi tuongea wapendwa. Amen. Nikamwambia mazoea wachana. I tell the truth.
Nikamwambia hii mazoea hautapata kitu. Nikamwambia watu watakuwa wanabarikiwa ukiwa hapo. I tell the truth. I remember he apologized, even gave me the name drop. Akaniambia sir, I forgive me sir. I remember he apologized, you remember. Na kwanza kuna buzi umesema unaleta. So, hiyo vitu vingine tuliachia tukibuka. Hiyo tulisema mwezi ndio ulete. So I remember alipo hakumaliza sasa hiyo sasa ameajiriwa an international school ako mwezi ya pili. Sasa ni kama hivi miujiza tunakuwa nazo tu, mazoea ikiingia zinaanza kubariki wengine. Sorry. We are grace carriers. Na ndio Bible ilituandikia statement mbaya sana wasomi wa Biblia. Ikasema we have this treasure in earthen vessels. Wakama najua hiyo? We have this treasure. Kuna mtu hii kanisa anakuwa na Kiswahili kizuri, sasa ndiye ametafsiri hiyo treasure inaitwa nini? Dhamana. Yaani tuko na hii kitu ya dhamana, lakini imewekwa kwenye chombo cha udongo. That is why watu hawaelewani kile tumebeba, maana tumepakejiwa. Kuna watu walikuwa wanangojea package ile inakuja hapa. Kuna package inaitwa Bishop David na imebebwa na 1 GB. Wapendwa, sinonagi hata nikikula sinonagi. Hata niliacha kujipea stress. Lakini kuna treasure. Okay. Sasa wale watu wanataka Bishop Munono hawawezi kubarikiwa. Hata sasa kuna watu wanasema huyu Bishop Hanoni, sasa wana atashana aje? Sasa wewe kaa hapo. Bwana Yesu inuliwe sana. Treasure yetu imebebwa na pasta haongeagi na nguvu. Kuna watu wengine treasure yao maana vichwa zao ni kisirani, wanakuwa na pasta. Kuna pasta mmoja hapo huku, sitasema jina yake. Mnaongea kama hivyo, ninafungua naambia vyombo, anachukua microphone anakushia. Sasa treasure yao imebebwa na hiyo wazimu. Na ni mtu ya Mungu tu. Sasa wapendwa, kile kinafanyanga watu wa miss makusudi ya Mungu ni kwa sababu they take the humbleness and the humility of their God servant na kutoshana. It's unfortunate nimeenda kanisa la Kuru juzi kufunza kile na wafunza siku ya leo. The elder, the senior elder mwenye alintroduce, na huko kuna reverend title kubwa anaitwa Right Reverend si mdogo. I don't know. Alimuintroduce hivi, wapendwa Bwana asifiwe. Simuongeni nini? Wapendwa Bwana asifiwe. Amen. Nataka nikaribishe ndugu yangu, my brother. Ndugu, sasa majina lake pengine anaweza kuwa wewe. Sasa unaona huyo, nikajua huyu hatawahi pokea. Wakati huyu atakuwa ndugu yako, ndugu hananga inheritance. Sure. Poleni. Najua hamko comfortable wengine na wengine mnashika. Wakati mimi kwa watu wale nahubirianga, nitakuwa ndugu yao. Watapokeanga urithi wa ndugu yao. Ndugu yako anaweza kukutia moyo tu, lakini baba hata kama haoni anaachilia urithi. That is why kuna watu hawatawaipata urithi wa kiroho. Na wataishi wamekauka, maana ni ndugu yao. But wakati utaelewa, Paulo anasema, Bwana Yesu anasema kwa mwanangu Timotheo. Wakati Timotheo alielewa kwamba huyu ni baba, kile alikuwa nakimbiza ni neema iliyo ndani yake. Wapenda, sijasoma Biblia bado, lakini bado najua ya kwamba na wahubiri wangapi wanasikia kile tunaongea. Leo tumekuja kusemezana. Amen. Na wapenda, wacheni wasaidie kanisa la Mungu. Watumishi wa Mungu wana nguvu ya kufufua. Wana nguvu ya kutenda miujiza. Inadipendiki na vile kumeandaliwa. Semeni amen. Siku moja, my brother, good to see you sir. Siku moja nilienda Naivasha, mtu amebarikiwa sana, mfanya biashara. Mmoja aliniintroduce kwake.
zile expectations alikuwa amepea hao watu zilifanya muujiza utendeke, sio mimi. Yaani mtoto ni kiwete kutoka kuzaliwa. Lakini mtu mmoja akakuja, mguu yake, kuna watu wanakuwa na mguu you know what I mean? Inakuanga I don't know, akiwa mdogo ikajipinda. Tukiwa siku moja tuko kwa ibada tuna worship, nikasema na magonjwa yote Mungu anaponya, yeye akaponywa tu, sio mimi, akaponywa na neema. Sasa yeye akakuja akatoa ushuhuda, akasema unajua hata kuna mtu anaamini juu amkumuona, hakutokea mbele, hatukuja tuonyeshane na kamera. So akaenda akajua huyu mtoto wako kiwete atapona. Sasa yeye aliamini kiwete kutoka kuzaliwa. Angalia kuna mtu mtoto mgonjwa na anajua ukimwombea atapona. Mwambia ni pesa mbili, nikaomba Mungu akaniambia atapona. Sasa nilipoenda hao watu, wewe mnasemaga watu na wanafanyaga kazi nyingine mzuri sana. Wanafanya kazi hii ya mtu wa kidedi, wako na mochari yao na wako na gari zao za kubeba. Actually baada ya hiyo aliniambia nimwombee, maana biashara iko chini kidogo. Na nikamwombea sana. Biashara ijuke. Na Yesu ijuke sana. Sasa baadaye ndio mawifi kwa wale wao yake wewe. Kamwambia zote ni biashara. Sasa mimi nimefika, tumeomba, mama ndiye alitoa ushuhuda. Akasema tunakujua na tumepewa ushuhuda wako ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu na kila neno utatangaza Mungu atatenda. Amen. Wajua mafuta wanakoroga ni kuchemsha. Wewe tunachemsha kama mafuta upike mandazi. Halo. Sasa mafuta yanachemshwa. Kuna watu nyinyi hamchemshaki mafuta. Inakaa na nyinyi lakini imekauka. Okay, kuna watu bado hawashiki ufunuo. Wale mnapika mandazi, si mnaelewa kwamba mafuta kama inachemka hata ukiweka kama mandazi kanakaga huko. Kanatigiza tu kichwa hivi. There are people who know this. I tell you. Akaniambia wewe hata tumekuja kesha moja na tukasikia nguvu ya Mungu na leo tunajua kama nguvu ya Mungu itakuja hapa. Yaani wacha mama aongee. Mzee akaongea sana. Sijaokoka. Lakini kama mtumishi wa Mungu umefika kwangu, naomba niokoke kwanza. Akapiga magoti, akaokoka, akasema sasa mimi najua huyu mtoto hawajamleta. Huyu mtoto tukimleta umuombe atapona. Sasa kijana, leteni mtoto. Sema tukule kwanza. Hapana, leteni mtoto. Mtoto kaiko na wheelchair. Nasema nini mbana huyu? Naomba kwamba huyu mtoto kutoka alizaliwa hivi. Sasa nikasikia nitoroke. Nikasikia unajua mimi ni mwanadamu tu. Mimi ni man of God, niliongezewa. Naanzaga na man. Alafu man akaniambia hepa. Man mwingine wa pili akaniambia waambie utarudi baada ya 1 week. Your verse. Sasa of God katika kaniambia kwamba mafuta huendi kutafuta, uko nayo. Na akaniambia hawa watu washakupokea. Amen. Hawa watu washakupokea. Sasa hiyo kunipokea. Sema amen. Amen. Hiyo kupokea nikajua Mungu ni muujiza, ni Mungu amenitendea. Juzi kuna neno niliapply ambalo askofu Archbishop Harrison alitunenea juzi. Nikajua maombi kama haya yanataka chakula. Nikawaambia sasa vile nimeona hatuombi tukuleni. Nikakwasika na watu wa dini ile inakwasika haraka. Unajua kuna kanisa watu wanakwasika na mambo kidogo. Nikakula chapati, nikakula kuku. Sasa nauliza, nauliza Mungu, are you sure? Mungu gave me that scripture of the man of God. Kananiambia ukienda mahali watu wakupokea, kula chakula walichoweka. Alafu ponya wagonjwa. Nikaambia Mungu hawa watu wamenikabilisha na wamenipokea. Sasa Mungu ponya huyo mtoto. Sasa badala ya mtoto apone, pepo zikaanza kutoka, zikaanza kumanifest kwa mtoto. Sasa ikakuwa deliverance. Sasa ndio mtoto tunaponya ama nini? Sasa wacha pepo ikatoka, pepo ya pili, pepo ya tatu zinajiongea zikienda. Mara ya mwisho msichana akaniambia, "Pastor,
Mama ni nini? Kama niinue tu. Ni yeye ananiambia niinue tu. Nikainua mtoto juu kasichana. I'm talking to you, she's hapa Nairobi University. So siombe ushuhuda hauko. Nilipomuinua akakanyanga. Ya kwanza, ya pili. Mzee badala ya arukaruke akaambia bibi yake, si nilikwambia. Hiyo statement ndio ilichange. Yaani mzee alikuwa ameambia bibi atapona. Sasa nyinyi wengine mnakuwa mmetupibia. Alikuwa kuna mahali nilienda kutembelea mti yangu. Sasa ni kwa sababu ya watu wangu mimi ni wa mtumishi sio wangu. Ndio nilipoenda kumtembelea ni mgonjwa wazimu, ndugu yake ni wazimu wamemfunga. Na ni mzee yangu mzuri. You know what he did? Ametoka fasting Katoloni. Katoloni hata ya kanisa yetu. Ametoka Katoloni. Na ni wale wanaombanga 3 weeks. Ametoka huko. So, yeye ameniita lakini anaamini yeye atatoa pepo. So sisi tumekuja tunaongea mpaka na dini tukafika akasema mtumishi na kuheshimu wewe ni baba yangu ya uongo. Kuna watu wanakuita baba na ni uongo. Asante kwa hiyo kabisa moja. Tuendelee silikuongea tu tunaongea leo. Sasa wapendwa, acha tu. Akaanza kutolea ushuhuda kusema nimekuwa fasting Katoloni, nilienda wiki ya kwanza, nikaenda ya pili, nikaenda nimefunga siku 21. Sasa hiyo mimi anafunga siku 21, mimi sijafunga maana nilikuwa nimetoka conference mbili. So mimi sijafunga. Kwa hiyo kama ni qualification ya kufunga hapa mimi hapo huyu anafunga zaidi. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Sasa akatuambia kwamba huyu ni my brother na kuna wazimu na tutazitoa. Nikamuuliza swali mzuri. Tutazitoa ama unataka nizitoe? Akasema hapana, unajua nilienda fasting tusaidiane kazi. Nikamwambia atusaidiane. Hapana. Kazi ona inasemanga tuunganishe imani. Yes. Kuna lugha watu wanaelewa hapa. Kuna watu wanasemanga wakiita mtumishi wa Mungu, we join our faith with the man of God. Na ukifanya ibada unaonaga wanaongea tuna dini. God, use your servant, use your servant. Sisi kama unaelewa, huyu hata tufanye job. Kulingana na order ya Mungu, hatakuwa tufanye job. Kuna protocols za mbinguni. Nikaambia pastor wangu, my assistant pastor, nikamwambia huyu wacha atoe. Nikamwambia toa nakuja. Toa kwanza. Toa nakuja. Nikaenda nje kupiga masimu, kuna mtu alikuwa anapanga atoe. Sasa mimi nikiwa nje nikaona pastor wangu ametoka. Nikamwambia hiyo ni ngoma. Akaniambia kuja. Kaanza ni nini? Unajua ni wale watu. Hii kanisa hata ina mtu wa hiyo. Ni wale watu mnono vizuri na mwenye akona pepo ni mtu kama mimi. Sasa nikosa concept ile. Oka niko. Kama mimi nimekoka 10. Kama kwani acha wakati umetoka. Sasa uko ndani nasikia duru. Kumbe duru si ya kutoani, si ya kutolewa pepo, ni ya kutoani. Maana Waswahili kusisikia hiyo. Kumbe alitoka akasema kwa sababu ya siku 21 ambazo nimefunga na mafuta yaliyo juu yangu pepo unatoka. Akamfungua, amelimwa. Mimi nikiwa nje nasema deliverance inaendelea. Kumbe ni mtu anapiga duru kusa yangu. Huyu wako akahepa akaniambia oka. Mimi kuingia kwa nyumba, ndugu ako karibu na siri. Jiko ako juu. Sasa mimi najaribu kuangalia mwenye anamuinua na mwenye ameinuliwa. Nikajua pepo zinakuwa na nguvu nyingi sana maana. Nikaona amekodoa macho. Sasa tukajaribu kumtoa, tukaona haiwezekani. Sasa ikajua sasa waje tufanye job. Kaambia pastor wangu inueni mikono, tuunganishe imani pamoja, tuombe. Nikamwambia atilieni huyo mzee. Let me tell you, pepo ziliongea. Na hapo ndipo nilijua na nikajifunza, nikaanza kufanya study ya Sons of Sceva. Kumbe Sons of Sceva walikuwa na mafuta kidogo. Shida yao ni kufanya kazi ambayo sio yao. Maana huyu aliniuliza, "Huyu ni nani anakuja kunitusi?" Unajua wale mko na ango na antena za kiroho kuelewa hiyo swali. Aliuliza, "Huyu ni nani anakuja kunitusi?" In short, wewe kwa rada za bikuni wachana hii.
Nikamwambia wachana naye basi. Unajua watu walisema nini? Sasa mimi nikasema katika jina la Yesu tunamuru utoke ndani yake. Zikaniambia hatutoki kwa sababu huyu ni yeye alikuja kututafuta. Sasa kutoa pepo tukijua ni wapi. Kazitoa, zikaenda, hazipigi mtu na zikaisha. Amen. Sasa kile huyu mzee angejua kwamba kuna manto nimebeba na sijampea. Ni makanisa mangapi yamefunguliwa na watu ambao walisikia joto ya kuhubiri? Joto ya kuhubiri sio manto. Narudia tena, joto ya kuhubiri sio manto. Wale walihape na wale wananifuata katika mitandao, mnajua kwamba nilikuwa nimehost baba yangu. Ukiniona niko na baba na anajua sijawahi kunyonga. Akipanga mikutano siendangi kuhubiri, naendanga kukaa chini nilishwe na baba. Akiniambia hubiri na hubiriki na anointing yake sio yangu, naweka yangu kando. Nilikwambia kwamba baba akiwa na wewe ulisikia. Nilimwambia baba yangu mimi usiwahi niita Bishop David. Bishop ni ya hao watu. Yeye kwangu ananitaka by name. Hatutaitoshana. Semeni amen. Ni wakati mpaka mahali tumefika mmebarikiwa. So ninawaombea kitu moja. Kuna maombi hatustahili kupeleka Pastor Dennis Koyo. Kuna maombi hatustahili kupeleka prayer mountain. Kuna maombi inastahili nikuje. Niombe 3 days. Nikisema Mungu nitakapoenda kwa mtumishi wako akisema. Alafu nakuja naambia baba nimekuja, ndoa yangu imekuwa na shida. Sasa kile tulifanya Mungu na hii haiko kwa makanisa ya hii ingine. Pastor. Haiko kwa makanisa hii ingine, iko kwa kanisa za kiroho. Kanisa za kiroho ndio tunajiombeaga. Maana tulifuzwa, semeni amen. Amen. Yule ameongoza ibada leo. Si unajua Kenya nasema yule ameongoza ibada leo. Si kuna mahali umesikia kwa sababu tujipeleke mbele za Mungu. Hiyo ndio ilitukura. Sisi wote tukiingia kwa ibada tunasema tuki kwa gani. Sisi wote tunajipelekana. Tukasahau ya kwamba ofisi ya kuhani ilibaki. Narudia tena, ofisi ya kuhani ilibaki. Mimi hapa naangalia watumishi wa Mungu wamekaa hapa. Na pengine hao wamekaa roho ya pili. Ninaona kama siku moja kuna mabranches zitafunguliwa na KAG Kwale. Kuna wana watachukua. Shida ni wana wangapi wataelewa neema, waiheshimu, waitambue na wangojee. Elijah aliambia Elisha, utakapoona nikienda utapokea. Watu wengi hawananga hiyo. That is why utapata kuna siasa inapigwa. Mimi hakuna kitu sijaona. Mimi nilianza kuhubiri kama sijaoa. So nilioa nikiwa kwa huduma. So wakati nenda honeymoon mwenye nilikuwa naamini na nilikuwa naona huyu anaweza beba manto. Huyu ana James tumekuwa naye kwa muda mrefu kijana wangu. Mwenye naamini angebeba manto. Nilipoenda tu, unajua hadithi inakuwa sasa hiyo Sunday akasimama akatangazia watu wapendwa. Leo tunataka tufanye anniversary ya kanisa. Anniversary ya kanisa mwenye maono hayuko. Na akaikonda na alikuwa na keki. Na wakakata keki. Alafu uone venye watu wanakukaa mipaka. Hello? Na wakaifanya na wakacelebrate sana. Alafu akapanga mikutano sijui ya Wednesday, akapanga ati pastor unajua hapakangi mikutano mingi, unajua akaanza kupangia watu. Alafu Friday hiyo akaambia watu lazima mambo fulani badilike kanisani. Hiyo Friday Mungu akaniambia kuja. Nikakuta amehubiria watu akamwambia huku mambo yaendaje vizuri. Huku hapana, huku hakuendaje vizuri maana huyu pastor wetu tunaona. Sasa wacha nikwambie, leo hii ni pastor wa watu 6 ushago ya Nyeri. Pastor mwenye angekuwa Nairobi. Nilipokuja nikamkaisha chini maana ni mzee amekaa Nairobi. Aliniambia wewe umekuja Nairobi juzi, sisi tumekaa miaka 8. Hao ndio watu tunahubiriaga. Watu ambao mioyo yao imejawa na chuki kwetu sisi mapasta wao. Ninaomba Mungu akuhurumie sana baba yangu. Kwa sababu ile miaka umefika na nashukuru Mungu
nitawaibia siri. Juzi nimekoroga nikanunulia baba soda, chai, nikamnunulia kanyama kale anapenda mahali. Tukiongea na ilikuwa tu because I had a gift for him, we can tell you. Kuna zawadi nilikuwa nimemnunulia, a very expensive gift kwa nataka kumpea. Akiwa hapo ndio alikupe ako mwezi yake ya birthday, na kuna watu hawajui. Hapo unaona vile mnaniangalia, birthday. Niangalia ni kuliko. Ile miaka anagonga, nikatoa kofia, nikasema mzee amesonga. Sasa hii ni miaka ya kumheshimu, tumpende, tumpe amani. Amen. Amen. And so we will sing for you songs, not songs. We will honor you even during your birthday. Na sitawaambia dia lini, hata nyinyi jueni ni baba yenu. Sijui kama tuko pamoja wapendwa. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna watu bado wanakuasika sijasoma Bible. Ni neema inaongea, si Bible. Bible ni neno la Mungu. Na neno la Mungu Bible inasema liko ndani yetu. Lakini bado nitalisoma kwa ndio wote mkue pamoja. Somebody shout amen. Amen. Can I still go on ama mmeboeka? So wapendwa, leo ninawafunza kuelewa neema. Huyo mtumishi wa Mungu aliniambia mbele ya watu, mbele ya komiti ya wazee kama hawa. Aliniambia sikiliza, wewe ukisoma, tulikuwa Nairobi. Kile alisahau kukuja Nairobi si kubeba neema. Sana. Neema hiyo wape, na mimi nikamwambia wacha nikwambie, Nairobi, funguo za Nairobi za kiroho zako wewe ni mimi nimepewa. Amen. Akaniambia hiyo siku nililia machozi. Na usikawahi cheka wakati mtumishi wa Mungu akienda analia kwa sababu ya maneno ulisema. Hiyo siku nililia Mungu. Nikamwambia mzee, wacha nikwambie, tafadhali nyenyekea nikurelease, nikubariki. Mimi sitaki unirelease. Niko na pesa. Nitafungua kanisa. Kanisa ifungulia yangu na dogo. Yes. Kanisa ifungulia yangu na pesa. Hii kanisa haijafika hapa kwa sababu ya pesa, imefika hapa kwa sababu ya neema. Na nyinyi watumishi wa Mungu hapa, wale mna because I believe one day, man of God, you'll have a mega church. Sasa ustahili kuanza hapa, mzee ameanza. Ukielewa neema, na ndio sababu and I love your humility sana. Ukielewa neema yenye iko na mtumishi wa Mungu utaanza juu. Amen. Kuna siri nitakupea hapo ambao haujui na siri ya Biblia. Amen. Sio watu wengi wachungaji kama wewe anaweza keti chini. Wengi wanakaanga chini, kazi yao ni kusema hiyo point angeitoa. Unaona angetoa hapo. Angetoa hivi. Semeni amen. Mpaka unakuta mpaka unaona ukihubiri nani. Alafu kutoka basi kama unaona kama mimi nikihubiri kuna point alimisi. Kuna ka point alimisi. Semeni amen. Huyo mtumishi wa Mungu wangu na ni wangu, nampenda mpaka leo. Semeni amen. Hiyo ni mastori na kuongea, na bado kunajua kuna watu wanabarikiwa. Huyo mtumishi wa Mungu baite, yani aliniambia maneno makali, mambo ya ndio wanaona kama hiyo. Wewe mtu ananiambia mbele ya wazee wangu na wamama wa kanisa wazuri. Huyu wewe ndio unaohana wewe. Wewe wacha wewe. Ambia tunatutishia maisha hayo, unatuongea hewa. Unatuongea hewa sana. Nikamwambia nataka nikubariki uende. Actually sir, I was literally nilikuwa nampembeleza kama mtoto, na mwambia mzee, naomba nikurelease. Because unajua katika nyumba kubwa kuna wana aina tatu. Na hata hapa mjue kuna wana aina tatu. Kuna mwana wa kwanza wa kuishi na baba. Wewe mmetoka mahali kuna mashamba na nini? Hakuna mtoto wenu hakutaki huko akoshawa. Hata mkipaka meeting unamtumia pesa, mwambie elabo yule toroka. Yeye atakaji huko. Hata anawaka huko tu. Kuna mtoto atakaye kwa boma. Na wako hapa. Na hao ni wazuri, hawa wakuwasali baba. Kuna wengine wanakaaga kwa boma lakini wazimu. Kazi yao ni kusema naeka mgunda wewe. Kazi yao ni kusema nafanya hivi, fanya hivi. Wako. Na wana. Kuna wapea kuhusiana sasa. Na kuna wana wenye wakimachua.
wanapiga magoti, wanabarikiwa. Baba anaendaka Nairobi kutembelea mtoto, anaenda Kisumu. Hapa kuna wana, mkikaa vizuri mtaridhiwa. Amen. Na mtaenda kufanikiwa, na nitakuwa naletwa na baba, tunakuja hii na mhubiri, nitakuwa nahubiri kwako. Amen. Wacha niwaambie, wacha kuona hii kitu kama ni kidogo. Hapa kuna watu mumeletwa na Mungu kwa hii neema. Wacha niwaambie, hatuwezi toshea wote hapa. Hapa ni kwa lele pika. Kwa mshiri kama ni mshiri gani hapo? Salemi mshiri. Reverend Peter Moshiri ako hapa. Yeye kazi yake ni kuachilia neema. Nao watu werevu. Kuna watu mumeletwa hapa, wengine mnaita kwa lifters of hands. Kazi yenu ni kuinua mikono yake. Amen. Sasa shida ni kwamba mkiinua mikono kidogo, James kuja hapa. Na uleta kiti hapo. Leo ninahubiri mambo yote katika jina la Yesu. Amen. Nisamehe baba hii kwa hii, lakini nitahubiri tu. Njoo hapa. Na nipate vijana wawili hapa. Kuja hapa. Kuna watu wanaelewa kwa huduma kazi yao. Nataka vijana wengine hapa. Wewe unawasha hivi. Ndio nikwambia mafuta yako hiyo kani haraka. So siwezi pata joto haraka. Imeni mikono. Kuna watu kazi yao ni mikono ya mtumishi wa Mungu ikae. Hawa watu ndio wanaweka gari mafuta. Hawa watu ndio wanalipaga nyumba kama analipaga nyumba. Hawa watu ndio wananunuaga suit. Hawa watu ndio hawa. So Bible inasema wakanote ya kwamba mikono ikiwa imeinuliwa juu. Reverend, nashukuru Mungu bado umerudi shule kuongezea masomo. Bado unaendelea? Bado umerudi. Mahali huko ndio nilianza KG doctrine ya masomo. Super. So Bible inasema nini? Maana baba yetu unasoma. Inasema kwamba ni kunote walinote, mikono ikienda chini ako sawa. Alafu anakuita na kwambia niinue. Washindwe katika jina la Yesu Kristo. Mimi si miaka nimekaa kwa huduma, ninaona semeni amen. Na kuna wengine hawataki mtumishi wa Mungu mikono yake inuliwe juu, na yao hawataki iinuliwe. Amen. Sasa unakuta kanisa haliendelei, halina maendeleo, watu wameisha, watu ni wagonjwa na wanaanza kukufa. Ni kwa faida yenu. Mikono ya mtumishi wa Mungu ikiwa. Wewe umeletwa na Mungu, unastahili utuliza. Na hii gari inakunywa nini? Mafuta nini? Kuta wazee wa kanisa, uliza wale concerned. Sema amen. Amen. Na kwetu vile kumefanyika, and they can tell you, hawa kwetu kuna department tofauti sana. Na Mungu atawasaidia hata nyinyi mtafanya hivi. Kuna department zinainuliwa kwa sababu ya mizigo iliyo na watu. Na wazee wa kanisa ninawaomba mjaribu kufanya hivyo, maana inawapa. Ukiona mtu ana mwito wa jambo fulani, encourage alifanye. Amen. Msimvunje mkono. Kuna mtu anaweza kuja kanisani na neema yake ni madhabahu. Unaona amekaa anasema hii carpet tutachange. Wacheni kusema kulingana na kalenda na utaratibu. Mwezi huu ni mwezi wa kumheshimisha mtumishi. Hatuwezi kununua carpet, amenenewa carpet. Hiyo mnafanya atafanya. Mwacheni afanye. Amen. Semeni amen. Amen. Baka hapo inua mkono vizuri, sema amen. Amen. So, nilikuwa nawapea stories za mtu wangu. Finally, alipotoka nikamwambia kwamba mipaka ya Nairobi Mungu amenipea niwagamie. Akaniambia usinigamie. Na akatoka, I walk away on me. Akatoka. Tan kulikuwa na tile kama tan tukanyamaza. Hawa wengine niliwauliza swali, Musa aliuliza siku moja. Ni nani mwingine anataka kumfuata? Haya, nikidhani hakuna, walifuata waine. Chairman wa project akafuata, chairlady akafuata. Nikasema ndani wakaenda. Leo hii ninalia maana wawili wamekuja. Baada ya miaka 7, wawili wamerudi. Si kwangu, ni watu wasipi kabisa. Wamerudi kutubu. Sasa kiswali ni anatubu bwana mmoja, bwana yake amekufa, huyo chairlady, watoto wawili wamezikwa.
amefilisika, alikuwa mama tajiri milionea. Huyu mwingine na yeye sasa hapo bibi ya 3 alirushiwa roho ya usherati, ako bibi ya 3. Hata nadhani sasa ameoa mwingine, ni wazimu, anakunywa pombe. Huyu mwingine na yeye ametuma ushago. Sasa mimi naulizana, ni mimi ninafai? Mimi mahali waliniacha hawanikuti. Nakumbuka siku moja wamepanga waninunulie gari. Na ni mtu mmoja ametoa maono akasema wakamkuja mkono wakamfukuza kanisa. Sasa wakasema wao ndio watarani project ya gari na hana mzigo. Walichanga 1,300. Na tulikuwa tumepanga hiyo function na 60,000. Anza kutoa hesabu. Ikabaki ngapi? Watu wa hesabu mko wapi? Ikabaki tu for the toa tithe. Na tithe hatutoi kwa hii tu for the tunatoa kwa ile. Usiutoe. Kama sikosei tulitoa ikabaki 200. Na wakaniambia gari ya meli shiepo. Gari ya meli. Ndipo. Wapendwa, nilipoziona moja tulitest ikatoka mguu ya mbele. Ilikuwa mahali wale wa Israeli tunajua mahali kunaitwa Mambaluse. Ilikuwa hapo tulitest, tukitoa nje ikatokana mguu na hizo vitu zinashika. Wale mechanic mko ilitokana mguu ikalala hivi kama mguu ya nini ya Bentley. Sasa nikaangalia nikasema if it is not enough it is a seed. Nikachukua 200 nikapelekea baba yangu. Nikamwambia baba, nimekuja na sadaka, simwambini ilichagwa. Nikamwambia baba, nimekuja na sadaka, ufanye kile unataka. Baba akaniambia, nikaenda. Kutoka hapo usiku moja nikiwa nimelala, ninaamshwa na mtu anauliza, "Nikiacha kuwa na project ya gani?" Nikamwambia, niko iliisha." Nikamwambia hakuna kitu kama hiyo. Tulitoa 200 na nilipanda yote. Akaniambia, nilikuwa naomba sana nikuwe pateka." Nikamwambia, "Nikamwambia account yako iko aje sasa? Hiyo account ya KCB najua iko mbaya sana." I tell the truth. One night alikuwa ameweka more than $1 million. Second day, hapo ndipo level yangu ilibadilika. Nikaendea sasa Prado. Nilinunua Prado Service Center Nairobi, Kaibaba ya mzungu. Ndipo tunangojea kukata sasa ya mtu ngapi? Moja. Ambaye anaelewa mafuta. Na yeye kumbe na yeye anaambia Mungu anataka kununua E250 Mercedes Benz. Mwenye alikuwa mzie alikuwa anaongezea hiyo gari na over $1 million. It was a very nice car. Mwadhani simseme amen. Amen. Alipoleta gari baada ya miezi 3, I'll never forget kuhusu ile shida yake. One day I'll come with her. Baada ya miezi 3 anakuja na gari mpya. Anauza what happened? Ananiambia ule mama aliniambia kwamba hapati usikiza na kuuza asikia niuzie tu. So alikuja kaza nataka kuinunua aje. Nikamwambia na tumemalizana ndio hii. Kama kuendaje? Nilikuwa nimeambia Mungu nikitoa ile pesa na ni kidogo. Kuna watu wanaelewanga siri ya utendakazi. Saa ile mnavuja mkono wengine wafanye, kuna watu na ninaomba kanisa la KNG Kware msipate mambo mengine, eleweni siri ya mafuta yaliyofichwa hapa. Amen. Oh yes. Sema amen. Mkielewa hiyo siri, mimi kwetu nimeiona. Juzi Kisera nilikuwa trading news. Juzi tu nilikuwa trading. Trading, unasikia trading when you are trading. Maana some of my sons waliamua wanigonge proper. Sasa mzee unajua. Nilikuwa naomba Bwana niombee. Naenda na sadaka na anaweza kuambia nilikuwa nimeumia lakini sikuwahi enda bila sadaka. Najua neema ya nikamwambia Bwana, naenda kwa baba yangu naambia vita mlipigwa stahili kupigwa. Nikalimwa. Baada ya kulimwa, kuna watumishi wa Mungu wametembea kwangu. Nilirudishwa zaidi ya miaka 30. Mambo nikiachieve nikiwa na miaka sijui ngapi, Mungu akaileta. Kanisa letu tuko kwa wale wametembelea wazee wa kanisa, tuko kwa nusu eka. Ndio tunajenga, milango ikafunguka. Simseme amen. Amen. Tukaanza kuja. Sasa hivi natembea na tuna matura tumpia na ni kwingi. Niko na kwingi. Na nataka kununua, tumebakisha gari zingine 3 kununua. Anyway, my weakness is that I am a lover of cars. Me, I love cars. I want to buy Lexus.
Now. Wow. And I'll buy it. Wow. I must buy it. Hiyo lazima ninunue. Na napenda gari. Na hata kama unakuasika na hivyo naongea tu. Na siwaambii tufanye mchango hapa, hapana. Ninawaambia ndio kujua kuna Mungu anapeananga. Amen. Semeni amen. Amen. Sasa kuna watu nao wanapateka katika neema yetu. Hao hatuwaombeagi. Bible inasema naye Mungu wangu and my God. Simunimalizie hiyo sikitwa si unajua. And my God. God. Na tusome hiyo maandiko sasa, tusome maandiko ni watu wafurahie. Hiyo kila mtu anaijua. Hiyo mnaomba mpaka katika meditation. Wasomi wa Biblia, where are you? And my God. Hamjafungua? Na screen sijui kwa nini haifanyi kazi leo. Can we read it? Is the screen working or it will work later? Sorry, ladies and gentlemen. I want to read very quickly. Wale mnaitwa siko Philippians. Iko Philippians kama mlisahau. Philippians 4 verse what 19. The Bible says verse 14 inaanza kusema yet it was good of you to share in my troubles. Look at me. It was good for you to share in my troubles. Nani naongea ni pastor. Mlishiriki Kiswahili, mwenye kuna Kiswahili naomba anisaidie sasa hapo, apewe microphone. Ndio yeye ananipea na Kiswahili, mimi nawasomea na English. Tafadhali apewe microphone ndio anasomea. Ndio nimalize sasa. Muda wangu ulikwisha unaisha. Lakini Yesu atatusaidia tu. Mstari wa 14. Lakini mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Katika dhiki yangu. Do we serve? I don't know how many people normally share with you in your troubles. Not troubles of church. Sasa kuna watu hawashiriki na mtumishi wa Mungu katika troubles zake. Akigojeka ni yeye na mama na watoto. Gari kitokoka mguu ni yeye. Ni yeye. Anasema rudia tena mzee. Lakini mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Sawa sawa, mlifanya vyema. Na naomba hiyo ndio hiyo. Number 15 sir. Nani pia ninyi wenyewe mnajua enyi Wafilisti ya kuwa katika mwanzo wa Injili mlipotoka Makedonia hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila nyinyi peke yenu. Praise the name of the Lord. Inasema simniangalie kanisa. Hii maandiko haisomagu man of God. Inasema hakuna kanisa lingine. Givers kwa kanisa hawakuagi wengi. Hello? Na ndio unaona ukitaka kusimama na mtumishi wa Mungu katika dhiki yake, wacha kuulizia wewe fanya kile unastahili kufanya. Amen. Inasema kulikuwa na makanisa mengi, lakini anasema ni mtumishi wa Mungu. Ni Makedonia tu ilikuwa inashiriki na yeye. Sasa kile hamsome yangu ni katika habari ya kufanya nini? Kutoa na kupokea. Si katika habari ya kuongea na dini mingi. Haya mengine yote walikuwa wanaongea na mdomo vile tunampenda, lakini katika habari mtumishi wa Mungu ya kutoa na kupokea ni kanisa ngapi? Amen. Katika kila kanisa. Na sande mko na siku ya kuheshimisha mtumishi wa Mungu. Wewe ndio unastahili kujua neema hii nitaikuta namna gani. Na that is why it will be a personal day. Mimi naomba wazee, maana ninawajua mimi. Ninaomba mtupe opportunity tukuja Kisisi. Mseme wachungaji wa Kiserian kujeni, hatutakuja. Mimi ndiye najua ni nini baba amebeba. Mnipe nafasi ya nimkute mimi. Amen. Hii kitu ya kuheshimisha mafuta haikuangi ya watu wawili. Na ninaomba viongozi mturuhusu, maana nimepewa mafuta, ninaweza wa direct. Si kuamrisha, ninaweza wasaidia. Ninawasaidieni, enda uombe Mungu
atuambie mafuta haya yanastahili kuheshimiwa namna gani. Amen. Kama kwa vijana, kiongozi wa youth ni kanisa ama yuko amekuja hiyo baada gani? Zoea. Sasa hii nitawafunza mpaka ingie. Asante. Mimi sijui vile mami umejipanga. Usio ni mama. Wangeshi. Margaret. Yes. Margaret. I don't know, but Margaret, wewe kuja uone papa. Maana mmoja anaweza shinda nyinyi wote kikundi mzima. Kuna siku kwetu walipanga kunitembelea na wewe ulikuja na wao. Wamepanga waninunulie suit. Lakini ndani yao nilikuwa nimewafunza kile wakanunua wakachanga wasema nikuniheshimisha na suit. Suit yenye waniniletea ni suit zenye niliacha kuvaa miaka 10 iliyopita. No, mimi sina problem kadi unavaa. Iko na roho nyingine sasa kuitaja usigue nayo hapa uweze kuwasika. Suti inanunulia kwa 3,500. Mungu aliitoa katika suti hiyo. Lakini mmoja alikuja, wote wamechanga 4,000 na socks zingine zimechorwa Adidas. Hata the truth. Wacha niongee hivyo. Maana kuna madharau mengine wa Kristo wanakuwa nayo. Katikati yao walipomaliza, semeni amen. Amen. Nikasikia mmoja amesema tulipanga kama kikundi lakini wewe ni papa kwangu mimi. Ile alinisalimia nayo. Nilikula mwezi. Mtu mmoja. Mwingine akakuja na kitu zawadi antique from United Kingdom. Mpaka leo hii iko kwa nyumba yangu. Mwingine akaniletea saa ya bei. Usiende kuninunulia saa, ujui napanga saa ya pesa ngapi? Sasa nyinyi mnasema lakini nakule tai. Juu mtuletea tai inakaa panga. Hapana, wachana sisi bwana. Sema amen. Amen. Narudia tena sema amen. Amen. Najua mmekuasika. Najua mmekabada. Umenitia moyo. Nimemaliza. Semeni haleluya. Amen. Najua utachoka. Ndio tumefanya kazi na wewe, si unajua uchokangi. Sisi tutasimama tu na wewe mpaka nimalize kabisa. Asante, usichoke baba. Niko sawa. Hakuna. Sasa ninauliza swali baba, na unisamehe. Nilikusikuwa nisamehe. Hakuna ni baba anaweza toa ushuhuda. Aseme katika KAG Kwale hakuna mtu mwingine anashirikingi katika taabu yangu katika kutoa ila tu ndugu Mungai, ndugu Othiambo. Nani anaweza tolewa ushuhuda? Jani wewe unalala unajua shida gani iko kwa mchungaji? Mimi kwetu nilienda nikafuka, kulikuwa na kikundi ati ilikuwa inatembelea mchungaji. Ile madharau hao watu walikufanyia. Sikia kijana mmoja wangu anacheka, niliwaambia msikuje kwangu tena milele. Madharau yeye walikuwa wanakujana nayo kwangu kutumishi. Unajua sana sana inaongozao na okay, huku hamna. Kwetu nilikuja. Wanakuja kwetu na chondo nyingine ya madharau. Ya madharau, na ninasema ni ya madharau. Siku moja wamekuja na sukari kilo moja, mchele nusu kilo, yani sabuni. Wamepikiwa. Okay, hiyo ndio uwezo wao. Uwezo wao. Mwenye alikuwa amewaongoza hangewapanga vizuri. Na sasa hiyo hao wananunua mmoja wao ni mtu nimeombea amebarikiwa, mshahara yake sasa hivi analipwa 300,000. Na anaongoza watu kuleta sadaka kwangu ya 3,000. Wacha akae nao. Nafanyanga shopping ya 40,000, 30. Wewe unasikia vibaya, usikie vibaya, shauri yako. Ni mimi nafanyaga ya kwangu. Kuna watu wameelewa level za honor. I tell the truth sir. Niliona siku moja watu wameenda kuheshimisha Bishop Mark Kariuki, wale wanamjua. Mungu akanisaidia nikakuwa katika msafara wao. Wakaniuliza sir, you are a bishop? Yes sir. We need to join our offering together. Nikatoa elfu kumi, wakaniambia 10. Kaja mali yake. Akaniambia no, everybody is giving 50. Nikamwambia 50 ni baba yenu wewe. Lakini
mmoja ni rafiki yangu sana, hata nilikuwa nimeenda kumuona kanisa yao jana. Akaniambia muuje komisha. Yeye komisha. Nikaongezea zingine 10. Akaniambia sasa hii inaweza tajika. Walipoenda semeni amen. Na hiyo nitataja. Fika zenye walitoa, unasikia kikundi cha wamama kimekuja na milioni 3.5. Kikundi cha wazee wameamua kukubadilishia gari. Sasa wakiangalia gari yenye wanabadilisha, unajua mzee ako level gani? So unless wanasema tumejipanga kwa miaka 2 sasa. Nikasema mwatani, kuna watu hujipanga. Tumejipanga miaka 2 na leo tuko na check ya 10.5 million. Nikiwa huko nikasema Mungu, sirudi kanisa yetu. Semeni haleluya. Mimi najua utanipenda tu juu. Unajua kama mnipende juu, unajua nikitoka nitaenda kwetu. Alafu sasa huku neema ya Mungu ibaki. Semeni amen. Si niliwafunza wana, kuna wana wakimachua wanaenda. Wewe pengine ukimachua utakuwa KAG. Sasa vile tu siku mnataka kugrow wapi? KAG. Na wengine hata mtaenda Mombasa. Na pengine hata mtakuwa KAG, mtakuwa kanisa zingine tu. No, it's true. Mimi nimelelewa kanisa letu Apostolic Faith Church. I was released by Bishop Peter Gatimu. Yeye alinimwagilia mafuta. Na akaniambia hapa hutoshei, tutakutana na wewe ukiwa askofu. Guy, tumekutana na yeye nikiwa askofu. Hata leo hii. Next year napanga kitu inaitwa honoring the father. Nitasimamisha rogai yote nikimuona. Ile sadaka nataka kutoa ndio inataka kupangwa na mwaka, maana ni sadaka ya kubebwa na bagi. Ndio imefanya nisimuone. Wapendwa, semeni haleluya. Kile kinafanya pepo haziwezi nimaliza ni kwa sababu nilipokuwa apostolic niliaminika. Niliaminika. Sema amen. Lakini neema yangu haikutoshia huko, lakini hakuna mtu alinifukuza. Alinimwagilia mafuta akaniambia enda na usisuguliwe na pepo. Pepo zikinifuata zinakuta mtu amebeba neema ya Baba. I have honored that man of God until today. Tukikutana hata roho namba mbaya, afadhali nikope sadaka nimpatie. Hizi vitu I practice, I live them. Wewe uko hapa unaangalia, unataka kusumbua Baba, wewe mheshimu. Wengine ndio mtakuwa bishops wa kanisa, sijui hata iko wapi, hata tujui jina yake. Wengine mtakuwa in charge wa KAG kwa mahali. Ya hapa wachana nayo, hii hata usifikirie. Wengine mwenye atakuwa pastor baada yake hajazaliwa. Amen. Ndio mzee anakaa 120. So, haleluya. So, hii wachana nayo. Mimi watu wako tuliwaambia, mimi wachana na mimi nakaa. Hii madhabahu ni yangu, ni mimi nimepewa na Mungu niilishe. Na watoto wangu, kuna mmoja alikuwa ametembelea sana, wewe unamjua. Nimemlea saa hii, nimempea Eastland. That man ameimeza kama yaani huyo jamaa hang'ang'ani, ametoa utambi yako na gari 2. Na sio huko kwa nini hapitishi tena nilipitia, alielewa neema. Amenona na ameanza huduma. Nilimwordei na corona. Sio kama unakumbuka nikiordei kwa corona. Nilimwordei na corona. Sasa hii kanisa imegrow na corona na ako sawa. Kuna watu hawataingana, walielewa neema. Amen. Semeni amen. Na mimi najua mnaelewa hizi mtumishi. Tuendelee. Hakuna mtu mwingine. What's your first name sir? First. Peter. Hakuna mtu alishiriki na mimi katika kutoa na except Peter. Yaani mzee anaweza toa ushuhuda huo. Na mzee na kurequest na yuko katika leadership na nini. Lakini toka kwenye leadership, mind yako itoke leadership. Ingia person. Amen. Hallelujah. Maana it is unfortunate. Tukifanya corporate kuna kuwa na ODM na UDA na Wiper na yani in short najaribu kusema kuna watu unataka kushikania na wao kufanya kitu na mmoja anapiga. Ukweli. Asante. So hiyo kitu ya corporate wewe fanya na uwasupport wafanye, lakini ujiulize mimi kama mimi nitafanya nini? Basi hii kitu watu wanasema tutoe 200 mimi hiyo nilikataaga. Kwetu sasa tunapanga conference Mispa. Hello. Tumeambiwa all sons watoe 2,000. Me and my family tumesema tunapeleka 50. Amen. Na ndio tunapeleka. Na kuna corona. Na kuna.
No, are you getting me? Yes. So all sons maana tunajua we are expected to raise 200. Son mmoja ameraise 50. Na katika hilo dhao mbili nimetoa. Na nikaongezea yangu 50. Maana niliacha kudeal na baba wangu wa kiroho vile mna deal na yeye. Vile mnamchukuanga sivyo na mchukuanga. Mimi ndiye najua kenye nanyonyaga. Sema amen. Hata Sunday Mungu ni vile tu siwezi msema kuomba. Na wazee please damoza ina namuta tukira nguo. Hiyo kitu msifanye kwa ibada. Mimi nafanya wapigie magoti ni waombe. Ifanyeni mumalize ibada yenu ndio tukuje. Nataka nisikie speech zenye watu wataongea huko. Sikia mtu akisema mimi individual useme mimi kama Peter. Yeah. Tulijuana na huyu, nimepitia hapa. Sani mwenye hana history na baba. Hananga ona na baba. Sure. Halafu sema na kwa sababu ya hiyo tunakuheshimisha. Na ile hesabu yako hiyo unaweza kwa maana unataka upitie, wengine ni barua wanaandika, wengine wanakuambia maneno, wengine watakuimbia nyimbo. Kuna mtu ametunga wimbo hapa. Ambia tumishi. Tuliendesha utumishi wa Mungu. Lakini muifanye personal. Honoring the Father is not church. Yes. Is you. Bahasha yenye utaleta ni wewe. Tunaisikia. Sema amen. Amen. Tuendelee tumalize. Siku Hallelujah. Mr. Peter bwana hii. Kuna watu wanaombea hii madhabahu iko na moto. Ni watu wanaombea hii madhabahu. Hii madhabahu iko sawa bwana. Nasikia open level. Kuna watu mahali level kuna watu. Kuna watu wanaombea hii madhabahu. I can feel fire here. Sorry. Mstari wa 16. Kwa kuwa hata huko Thesalonike mliniletea msaada kwa mahitaji yangu, wala si mara moja. Si kwamba nakitamani kile kipawa. Ngoja kidogo mtumishi. Hata anaanza kukumbuka hata wapi? Thesalonike mlifanya nini? Mliniletea msaada Kwa mahitaji. si kununua fani ya kanisa. Kwa mahitaji yangu. Na sio mara. Ilikuwa kitu ya kuendelea. Kwa nini inakuwa mzigo kwenu kusimama na mtumishi wa Mungu continually? Kwa nini hatuna watu wameshikana wako na like minded? Na si lazima muitwe hapa. Hii kitu ya kuitwa ati muombewe ndio inawasumbuaga. Kusimama na mtumishi wa Mungu haitaki appointment, inataka God appointment. Mnakutana wawili mkileta makato, mnaambiana wewe unaleta na mimi sawa tuendage. Sio mara moja. Sio mimi nimeandika. Sio mara moja. Sawa, let's go man of God. Si kwamba nakitamani kile kipawa. Mkiniwekea gari mafuta si ati siwezi weka. Bali na yatamani mazao yanayozidi kuwa mengi. Yaani mkileta TV 60 inch kwangu. Si kwa sababu nataka siwezi kinunulia. Ukitembea kwangu niko na car latest. Kwa hivyo wakitaka kuninunulia nimejinunulia. Amen. Kwa nini mtumishi wa Mungu akisema kuna kitu mnamwangalia kama hivi na madhara naona tena hivi. Najua kuna watu wale wanasema ndio hiyo yule tuitira. Si walingi mimi nasoma maandiko na mtumishi wa Mungu huyu. Bible inasema sitamani. Sitamani inamaanisha mimi mama yangu, inamaanisha niko sawa. Lakini kuna watu wanajua niko sawa lakini bado wanakuja. Si mtumishi wa Mungu ana gari. Tukiamua tubadilishe gari lake si ati hana. Na bali hata tusipobadilisha Mungu wake atatumana. Amen. Si mnajua kwamba wakati Esther alikuwa anajifanya ati hawezi enda kwa mfalme, aliambiwa usipotusaidia msaada wa haya Wayahudi utatoka from somewhere else. Msaada wa mtumishi wa Mungu hata tusipomsaidia Mungu anatumanaga. Amen. Nyumba yenye naishi ni ya milioni 15. Watu wetu hawakununua. Lakini walikuja kufunguliwa. Sasa mtoto mwanajue
alibarikiwa mkiwa wapi? Kuna mtu alikuja akaona neema. Na mimi wapendwa, kama kuna mtu anajua kuna watu wanatumiagwa na Mungu. Na mimi hakuna mtu anapigagwa kama mimi. Mimi kuna watu mimi najua hata nikiona amenitembelea na tunakutania kwa balcony huko. Maana akitoka kwangu anaenda kupeleka maneno. Semeni amen. Amen. Lakini kuna watu nikimuona mpaka naambia mama, "Hey, ulikuwa umemuita hapana?" Unasikia amekuja. Yaani vile anatuona tushida tulikuwa tunatusumbua. Mimi sijaiambia mtu aniwekee gari mafuta. Mungu ni mshuhuda. Lakini hata saa hii John ndiye ananibeba sijui hapo wapi. Anakuambia kwamba hilo gari limejaa mafuta. Gari la my wife limejaa mafuta. I tell you the truth. Linawekagwa na watu hawa wa Macedonia. Na wasipoweka, mimi watu wengine wanasimama na mimi si wetu. Mimi kuna mmoja anasimama na mimi ndio ameokoka juzi. Na hakujai kwetu. Ananiambia nikimtabiria tu inatendekaga. Mungu amenisaidia. Me, if this guy tells you the people that are concerned with me, they are less than, I don't know, sitaki kusema namba. Lakini nakuaga sawa tu. Na wao wamebarikiwa. Juzi kukatoka siasa, wakasema kwamba bishop ni kama akihubiri anaangalia wale watu wanasimamaga na yeye. Unajua sasa hao ni Wakristo wachoyo, wenye wivu, wenye siasa, wenye kisirani. Wote enda kanisa kama hivi nimekuja kuhubiri na Sunday ni on a day. Unasikia kwamba unasikia mchungaji mwenye aliletwa ndio amtetee. Wewe ni pepo. Na umelaaniwa. Yes. Unajua sasa hamtafurahi pastor wenu haongea hivyo, lakini mimi mama kwa mimi 10 years utakuwa wapi? Pengine utakuwa unaniita kanisa yako. Amen. Yes. Na nitakuja kuongea hivyo. Amen. Na wengine hapa mnaniangalia hapa watumishi wa Mungu. Vile unasumbua baba, Mungu atakuletea Dathani na Kora 200 na kanisa ni ya watu 250. Kile unapanda utavuna. Na usipovuna watoto wako ndio wanavunaga. Na mtu akifanya kile anafanya akumbuke watoto wake. Ndio nawaambia. Mtumishi, I enjoy preaching with you. Let's go. Bali na yatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Kila sitaki mkuje mnione hata Sunday. By the way, are you aware Sunday? Msipomuona kuna watu watakuja. Mimi na my family, me and my wife, sisi tumejipanga kumuona. Mimi na bibi yangu na watoto wangu tutakuja tumuone. Mungu anatumania baba hata kama wewe ukikataa kuna watu wana. Sasa hivi naongea hivi. By the last the power of the word. Sasa hivi naongea hivi kuna mtu ameanza kubaga maneno ya sana. Sasa hivi tunaongea tu hivi. Amepanga tu kitu. Nigeria kanisa ilikombolewa kitambo. Huku kwetu tunabakiki pale. Nigeria wachungaji wengi gari zao wanakanga nao mwaka moja tu. Inabadilishwa. Juzi ndio Mungu amenisaidia mahali baba yangu ametoka na uliona. Juzi Mungu ametusaidia. Sasa hii magari yenye baba ako nayo mpaka anapeana. Sasa hii my father anapea wachungaji magari. Tumezileta tunaleta tulitoka level ya kukaingia level ya mitaa. Siku hizi tumeanza kupokea. Last year conference moja peke yake baba alipewa funguo 5 za magari 5. December 5. Mwaka huu peke yake semeni amen. Amen. Mtumishi wa Mungu mwaka huu peke yake tumepokea gari 3 na mwaka hujaisha. Na ile yake yani kuna neema inafikanga, watu wanabadilika, unachukua mchungaji kama ni my pastor. Pastor wetu si wetu, ni pastor wako. Amen. Si pastor wao ni wako. Hello? Wapendwa. No ka chocolate yoko. Ile tulimatia kama na ituge. Nimopate koja ndio bora. Nipokuwa wewe mzee umeandikwa hivyo. Ndio hivi Biblia. Endelea kusoma ndio waseme ati ni Biblia yangu ina madanganya. 18. Ngoja kidogo. Biblia inasema ninataka in your account. In your kuongezewe zaidi na zaidi. Mtumishi wa Mungu naona muda wangu umeisha. Nipe dakika 10 peke yake. Naomba. In your account kuongezewe zaidi.
Say amen. Amen. So, as you honor the man of God, what happens is that in your account, utaongezewa zaidi. Na mimi nimeiona. Wale watu usimama na watumishi wa Mungu, they never struggle. Wengine wanaonanga hawa struggle lakini wanakojeanga mahali fulani. Ndio na mtu ameinuka, ameishi kupiga mchungaji, ameishi kupiga jamii yake, ameishi kuongea siasa na Kiislamu na kuita mikutano ya kando. Mimi kuna mmoja alinisumbua, akalisumbua na alikuwa mtajiri kwa mwisho, alinisumbua. Alipofika 70 years, Mungu alimsaidia afike 70, maana alikuwa mama mzee. Bali kuniliko. Mama mzee mimi ndiye nimefanyika pasta yake. Anakuja atataka kuongea maneno yako sema, na tunataka huyu kijana pasta wetu. Foolish woman. Alipofika 70 years sana. Aligojeka kansa, akaanza kukatwa matiti yote ikakatwa. Akagojeka kansa ya tumbo. Aligojeka kansa 3, sitaki kuongea zote. Aligojeka kansa 3. Pesa yake yote ikaisha, alikufa bila urithi. Kile kilifanya nilie maana nililia. Alipokuwa anakufa, akaniambia mtumishi wa Mungu aletwe. Nikaletwa Nairobi Hospital. Nilipoenda hapo, akaniambia mtumishi wa Mungu nisamehe kwa mambo maovu niliyotenda na nikaokea. Nikamuuliza mama, sisi tulikusamea? Akaniambia hapana, kuna mtu ametumwa kwangu na hanijui. Ameniambia kile napitia ni kile nilifanyia mtumishi wa Mungu. Sasa yeye zile siku alikuwa, maana Mungu alisaidia nikakuwa pasta wake miaka 3. Alikuja akanisumbua, akabulldoze, akakuwa kiongozi, akafanya nini, alinisumbua. Nilikuwa naenda kwangu nalia. For the first time ndio niliwekwa ile machini, madaktari wale mko hapa, ndevu inaingizia kwa mdomo. Ukuja hapa huko. Nimepata asset nyingine, mtu mmoja ananisumbua. Naye alingojewa miaka fulani, akaumia. Wapendwa, kile unafanya ni kupanda unapanda. Ufanye vizuri ama kibali, kupanda unapanda. Mtumishi wa Mungu tumalize. Mstari wa 18. Lakini ninayo vyote na kuzidi. Pastor wetu, tunakuombea leo baba. Ukuwe na vitu vyote na uzidi. Zimetoka wapi? Tena nimejaa tele. Tena nimejaa. Kwa nini mtakaki mapasta tujae tele? Mr. Moya, kwa nini watu wafurahiki ukiona pasta yenu na gari 5? Kwa nini watu wafurahiki? Kwa nini watu wafurahiki kukuja nyumba kubwa? Juzi nimeambia Mungu nataka nyumba 2. Nyumba ya weekend wakati ninataka kujificha, nyumba ya town, nyumba ya niliambia nikamwambia wife lazima Mungu atupeleke. Nikamwambia wife kuna mahali nataka kuhamia, na nikamwambia si nikwambia uniombe. Nikamwambia baba yangu, nikamwambia nataka kununua shamba ya eka 100 nijenge boma ambayo nitakuwa naita ushago yangu. Kuna swimming pool, kuna mbuzi, kuna ng'ombe. Nikwambia uniombe baba. Alafu ni kwenda nyingine mahali Mungu amenipea hapa karibu na kwenu. Alafu nikamwambia Mungu nataka anipeleke Karen, alafu sasa nitulie. Ndio sasa mnaniangalia. Kile kinanifurahisha ni kile mnaniangalia. Paulo anasema Kwa sababu kiongozi hakai kwa nyumba moja. Askofu kiongozi hakai kwa nyumba moja. Na nikiwa kwa hiyo nyumba, kama mahali baba anakaanga, nilinoti kutoka Mungu anihamishie hiyo nyumba. Kuna ufunuo. Wajua nilikuwa nakaanga nyumba nyingine, nikipiga hivi nafika mwisho. Nilianza nyumba ya 10 by 10 na nilikuwa pastor ya mabati. Unajua ufunuo wa 10 by 10 sio ufunuo wa nyumba kubwa. Maono yenye unaonyesha uhubirie watu na waambia wapendwa, haijalishi unanyongwa na pepo ngapi. Sasa maana mahali niko ni kwa kunyokwa. Ukianza kupanuka unahubiri maujumbe zinakaa hivi. Mtapanuka kulia, kushoto. Wacha mtumishi wa Mungu akae vizuri. Mimi ningekuwa na nyinyi lakini vile 2 minutes na tukaangi na nyinyi sana. Ni tungepanga kitu. Wacheni akae na gari yenye iko na AC mpaka nyuma mpaka upande. Haina kelele, haina. Sawa, lakini mkufiki wetu. Tungehakikisha ameingia nyumba nyingine mahali na huyu ni pastor wenu, mshughulikieni. Sasa kuna watu wanakosa kama tunasoma Bible. Ni Biblia. Tuendelee.
nina vitu vyote na kutosha. Nimepokea kwa mkono wa Kwa hivyo hizi vitu zote kuna mahali zinatokanga. Ngoja, kuna mahali zinatokanga. Wapi? Kwa mkono wa nani? Epafrodita. Hii kanisa naomba leo izaliwe Epafrodita. Kuna mtu anafanyaga niko na vitu zote na zimejaa. Naomba wewe ni Epafrodita katika jina la Yesu Kristo. Yaani wewe unahakikisha mzee anasema gai. Wameleta sukari gunia tena. Na tuko na mingi lakini Epafrodita wameongezeka. Semeni haleluya. Amen. Atunataka ati hiyo pesa umetupa ni ya mafuta. Na siku na mwingine ameweka tu sahi lakini ni sawa tu. Anaitwa Epafrodita. Endelea mzee mtumishi wa Mungu. Vitu vyote vile vilitoka kwenu. Zilitoka kwenu kwa kina nani? Imetoka kwenu. Kuna watu wamejipanga, imetoka kwenu. Au hiyo kanisa harufu ya manukato. Sasa Sunday, Mr. Peter, Sunday. Mtu asilete sadaka haina manukato. Mlikuwa mmetoa sadaka? Ni lazima nitoe. Ile baada ya nisahau ile sadaka ya kanisa. Nipende baraka. Tulizire na sadaka ya huku, kuna nilikuwa nimetoa na Mungu. Sadaka ya huku nimekumbuka. Say amen. So, anasema zawadi zenye mliletea Mungu ama mliniletea. Ambazo mliniletea na zimetoka kwenu ni nini? Vimejaa ni harufu ya manukato. Harufu ya manukato. Sadaka yenye kibali. Impendezayo Mungu. Hiyo mmenitumania. Sasa mzee alipoziona, sikia venye maneno yanaongea sasa. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Na Mungu wangu sasa ameongea, atawajaza kila mnachokihitaji. Niangalie Mr. Peter. Ameongea hivyo kwa sababu ya nini? Sadaka nzuri. Kile wamefanya. Sasa wakakoroga Mungu wake. Kuna Mungu wa Reverend Peter na mama. Wanasema na kengai. Na ipo makwenda yake. Kwa hiyo kabisa mnastahili hata kama kanisa yetu haina watu wengi na tunakuwa na Kikuyu. Iko hiyo nitasoma na lugha yangu mimi, Mungu anatuongelesha nitatafsiri. Nisomewe. Oye, hakuna mtu iko wapi mimi iko Bible. Mimi naiomba. Sasa chupita unajua kusoma ama nikusomee baba? Najua kabisa. Swali chako unakaa bwana mtu wa boy. Kwetu ni hapa. Ni hapa. Hapa kwale. Uliendaje kaka? Neema. Mungu akubariki. Nitasoma kuanzia mstari wa 19. Na Ngai wakwa ni ekiragiriria tacoka uikuru mwido. Ngoja nitawasafsiria ngojeni. Niko kanisa yetu ya Ushago kidogo. Na riri igo ciothe ndinacio na ngakiririria ningiriririe. Sasa ngoja nuraje cigo icio ni baba nuraje nikumaliza na maliza mnisamehe. Sasa wale kuna record sasa haya igo ciothe ndinacio na ngakiririria nitiganĩtie nĩ ũndũ nĩ nyamũkĩrĩte indo iria mwandehithĩirie na Epaphroditus nacio ihana ta mũtararĩko wa kĩndũ kĩnungĩte wega na ta igongona rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai. Nĩ ta igongona rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai na rĩa kũmũkenia. Thiĩ na mbere. Nake Ngai wakwa nĩ arĩkĩragĩrĩria kũmũhe kĩrĩa gĩothe mũngĩkorwo mwagĩte. Kĩrĩa mũrĩagaga Ngai nĩ arĩmũheaga. Ngai wakwa akĩmũtahanagĩra na ũtonga wake kũrĩa wĩ na Kristo Jesu kũrĩa kwĩ na riri. Amen. Simuseme amen. Amen. Na Mungu wa Yahweh walikuja. Niwepo. Ngai wakwa kuna kitu walifanya. Amen. Kuna kitu walifanya. KAG sijasoma notes. Ninaomba nafasi nyingine.
Wazee wa kanisa na wapenda. Hii maneno ni tamu na haishangi. First Timothy andika 5:17. First Timothy 5:17. Mimi ni request elder tumisho Mungu. Wewe tutakana mpaka nimalize. First Peter 5:17 andika inasema, let the elders, mzee atasomea Kiswahili, let the elders who well be counted worthy of double honor, especially those who labor in word and doctrine. Ndio tunafanya sana. Timotheo wa kwanza 5:17. Ndio sasa. Yasema hivi. Wazee watawarao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitakazao kwa kutubu na kufundisha. Especially those who labor in word and doctrine, they are worthy of double honor. Now, ladies and gentlemen, New Living Translation inasema hivi, na msikie. Elders who do their work well should be respected and paid well. Should be respected and paid well. Say amen. Come on, say amen. I want to, wale mnaandikaga haraka. Kwa nini hawa watu tuwasaidie? Mchungaji yeyote amesomeshwa kuwa pastor. Kuna kitu tunaitaka Luther's 10 qualification of a minister. Luther's. Na iongea kwa haraka maana muda wangu umeisha. Tunaambia kwa number 1, hiyo usiandike hii ni nidhamu niangalia alafu ndawapea points zenu ine peke yake. Luther's, kabla nisimame hapa kuna kitu inatukaidi. Tunafunza with number 1, pastor must be able to teach plainly and in order. So nikikuja lazima nijue kile nitahubiri mtashika na inafuatana. Ya pili, he should have a good head. Lazima niangalie nikuja kama mimi sio wazimu. Mungu anipema Epaphroditus wanisaidiage nikuja nikiwa normal. Good power of language. Number 3, good voice. Naangalia sauti yangu. Ndio yule alinenewa akanunua haya maji, utajirike milele katika jina la Yesu Kristo. Good memory. Hiyo tunaambiwa lazima tukue nayo. He should know when to stop. Kama sasa najua nastahili kusimama. He should be sure of what he means to say. Be ready to stake body and soul, good and every truth. 9, he should study diligently. Number 10, he should be ready to suffer himself to be vexed and criticized by everyone. Yaani tunangojea wengine watufanyie mambo. Sasa nikikuja na chuaga hata sasa inaongea. Kuna watu wataongea mbaya nikitoka. Kuna watu najua wamebarikiwa. Kuna watu wamebadilishwa. Sasa hiyo yote Bible inasema New Living Translation, he should be respected and paid well. Inaitagwa honorium, double honor. Mkiheshimu wengine yeye mnampea double. Wale wapendwa hamjuangi, Bible inasema children honor your parents. Amen. Huyu ameambiwa double honor. Sio just honor, ni double. Na ndio Bible ndani ya msomangi Ephesians 6:1 inasemanga hivi mama yangu, inasema Bible ya kuitoa sema amen. Bible inasemanga hivi na mnisikie, children honor. Situaze. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Malizia hapo katika Bwana, inamalizia hapo. Watiini wazazi wenu katika Bwana. Enda hivyo. Watiini wazazi wenu katika Bwana. Anza tena usome mpaka hapo. Okay. Enyi watoto. Watiini wazazi wenu katika Bwana. Ya pili. Na maana hii ndio Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somebody give me your Bible. I can use yours. Yes, that's true. Amen. 6:1. Enyi watoto. Ni kweli. Endelea. Maana hiyo ni kweli. Yeah. Watiini wazazi wenu katika Bwana. Maana hii ndio haki. Ndio haki. Ngoja wapendwa, maana hiyo ndio haki. Inaisha. Namba 2 anatupea sheria nyingine tofauti na ya kwanza. Anasema nini? Waheshimuni baba yako na mama yako. Sasa niangalieni wapendwa. Watageni kusoma Bible vile haijaandikwa. Bible ni revelations.
Na mimi ni Mungu amenisaidia, nimesoma Bible in and out. But nimeelewa even in my theology sir, even when I did my degree, man of God, nimenote kuna revelation atupeana. Sasa Mungu ananisaidia nifanye masters, hizi revelation sikuona. Angalia man of God, kuja na Bible yako. Tusome na wewe pole pole. Nisomee. Baba sorry. Leo ni semina ya mahubiri. Enyi watoto, watiini wazazi wenu. Wazazi wenu katika Bwana koma. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Ni nani mzazi wako katika Bwana? Mtitaure Bible yake kitu mtitego sheria. Ni nani mzazi wako katika Bwana? Hatuta interpret Bible yenye inaandikwa ni nani mzazi wako katika Bwana? Ni wewe. Na inasema inamalizaga haraka sana, inasema nini? Endelea. Maana hiyo ndiyo haki. Inamalizaga hapo, maana hiyo ndiyo haki. Ikimalizana na mzazi wako katika Bwana, inakufunza sasa baba yako na mama yako sasa. Number 2. Inasema nini? Waheshimuni baba na mama yako. Waheshimuni baba na mama yako. Reward ya baba na mama yako ni nini? Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Na ijamaliza ili yenye ahadi. Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Ili uishi, heshimu baba yako mzazi na mama yako. Niguo gutura thiku ndaya nigetha uture hindi ndaya guku thi thiaga uguo na nyukwa. Hiyo ndio ya pili. Uture ukikosa, ukiona mtu anakufa na 40 years aliacha mama yake na baba yake. Ukweli kabisa. Ukweli. Lakini imeanza na hiyo, najua wengine hawajawahi iona hiyo. Kana kuwa kamejificha, kana kuwa kadogo sana. Maana kanasemaga enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, ndio hao. Maana hiyo ndio haki. Ni haki. Sasa umeshika hiyo? Sasa muheshimu baba yako na mama yako, uwe heri na uishi sana. Haleluya. Kuna wazazi wetu katika Bwana, hiyo ni haki. Kuna baba yako na mama yako. Mimi watu wa kanisa yetu wakija kuniambia niombe niishi, na mwambia angalia baba yako na mama yako, utaishi. Baraka ya kuishi sana, man of God. Wacha kushinda ukiombea watu hapa. Waambie waangalie baba yao na mama yao. Double honor ndio 6:1 inasema watiini wazazi wenu katika Bwana. Na ni haki. Hiyo ni haki. Kwa hivyo watu wako yetu. Migomena yeye anayekie kidogo. Napatia Mungu yeye ndiye mwe. Yasema hivi. Inyuĩ ciana-rĩ, athikagĩrai aciari anyu mwĩthĩ-inĩ wa Mwathani, nĩgũkorwo gwĩka ũguo-rĩ nĩkuo kwagĩrĩire. Gwĩka ũrĩa ndĩramũbundithia nĩ kwagĩrĩire, tondũ aya nĩ aciari anyu mwĩthĩ-inĩ wa Mwathani. Ũũ nĩ thoguo thĩinĩ wa Mwathani. Ũũ nĩ maitũguo thĩinĩ wa Mwathani. Kũmatĩaga nĩ kwagĩrĩire. Amen. Tĩa kerĩ. Tĩa thoguo na nyũkwa. Rĩu ũyũ ti thoguo na nyũkwa, kwĩna thoguo ũngĩ na nyũkwa. Nĩgetha kĩ? Rĩu nĩrĩo rĩathani rĩa mbere rĩrĩa rĩna kĩĩranĩro. No rĩrĩkwo na kĩĩranĩro nĩgetha kĩ? Nĩgetha maũndũ maku magacĩre no ũtũre na ũtũre hĩndĩ ndaya gũkũ thĩ. Ĩni mũcenjagia Bible nĩkĩ? Rũgamai. Osimameni poleni. Tulikuwa tunasoma na Kiswahili kwa hivyo wameelewa kile tunasema. Baba yangu nisamehe kwa kuchukua muda mrefu. Wale nilikuwa nao usimame ukiwa na notebook yako uandike hizi kwa haraka sana. Kwa nini tutaheshimisha baba siku ya Sunday? How do we honor them? Number 1, we honor our pastor by supporting them. By supporting them. Najua unamwandikia hivyo, unaandika hivyo. Number 2, we honor our pastor by defending them. Ukisikia watu wanapigana naye unamdefend by defending them. Hakuna watu huwa attack kama watumishi wa Mungu. Semeni amen.
Rudia tena, semeni amen. Hey, hapo hamsemi amen mzuri. Amen. Number 3, we honor our pastor by recognizing them. Tumishi wa Mungu, hiyo point ya pili, fungua 1 Timothy. Msifungue, ni Mr. Peter tu peke yake anafungua. 1 Timothy 3:7. Hiyo point ya pili, we honor our pastor by defending them. Kwa nini tunakudefend baba? Maana utaniuliza hiyo swali. Kwa nini tunakudefend? Wacha mtumishi wa Mungu usikie Kenya anasoma. 1 Timothy 3:7. Yes. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa ibilisi. That's right. Endelea kidogo. Vivyo hivyo masemanzi na wawe wastahifu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu Praise the name of the Lord. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo tulipewa. Mkiwa tu hapo nataka usikie 2 Timothy 4:14. 2 Timothy 4:14. Kwa nini baba niangalie kwa heshima kubwa? Kwa nini tunataka watu wa kuheshimu, kwa kusupport na kwa kudefend? Ni nini hii tunakudefend? Mtumishi wa Mungu tusomee. 14. Iskada mfua shaba. Iskada mfua shaba. Ya Kiingereza mwalimu inasema kusema Alexander the coppersmith. Sijui kama kuna watu hapo. Sawa tu. Alionyesha ubaya mwingi kwangu. Ngoja. Kuna watu kanisani wanaitangwa Alexander the coppersmith. Kazi yao ni kuonyesha ubaya mwingi kwa mapasta. Ni Paulo anaandika, alafu ni Bwana atamlipa sawa na matendo yake. Unaona anasema kayao kulingana na shikoshi yake. Mungu amlipe kulingana. Kuna ma Alexander wapendwa hata kwa hii kabisa. Kuna watu wanaitwa Alexander the coppersmith. Kazi yao ni kufanya ubaya. Mungu asikubali hii kanisa ikuwe na ma Alexander. Tunaomba tukue na mtu anaitwa nani? Epaphroditus. Kazi yake ni kuleta vitu zinazo manukato. So, quickly tulikuwa tumesema point ile niwaambia ngapi? 3. Number 1, supporting. We honor them by what? Supporting them. Good. Do you support your pastor? Yes. Number 2, by defending them. Nikamwambia kuna mtu anaitwa nani? Alexander. Tusiusa. Alexander, I love your suits. Yeah, you always. Sir, thank you. Sorry. Forgive me, but I talk the truth, sir. Yeah, you have nice suits. By defending them. Number 3, recognizing them. Yeah. We honor our pastor by recognizing them. Yes. 1 Thessalonians 5:12. 1 Thessalonians 5:12. 5:12. Inasema nini mtumishi wa Mungu? Wewe leo unisamehe nimekutumia sana lakini sawa. Asante na shukuru. 12 yasema hivi. 12 5. Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. Ngoja, tunataka mwatambue. Ya Kiingereza inasema I want you to recognize. Si tunataka ni Bible imesema. Ninataka soma tena, ninataka mfanye nini? Mwatambue. Yeah. Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. Kwa ajili? Yes. Hiyo huyu ya mwisho acha nayo. Haya, we honor our pastors by loving them. Wow. Tulikuwa tunataka hapo umefikia usome verse 13. Una honor your pastor kwa kumpenda. 13 nasema nilikuwa 12. Soma 13. Mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Imagine, mkawastahi sana katika upendo kwa kazi wanaoitenda. Huyu baba miaka yenye amefika anataka watu wanaompenda. Anataka watu wanaomrecognize huyu ni my pastor. Anataka watu wanaomdefend. Wakisikia Alexander anamfanyia maovu ama anaongea maovu, usikawai keti kwenye kikao cha mtu anapiga pastor wako. Utainukiwa na watoto wako watainukiwa. Na ya mwisho mtu wanamsupport au tunawaitanga Epaphroditus, ambao wanatumanga hiyo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu ainuliwe sana. Amen. Na kwa hayo mengi ama machache nimeweka sadaka yangu. Maana nimemaliza. Baba wetu na Mungu wetu. Napiga magoti kwenye haya madhabahu yameitanishwa na wewe. Mungu, neno hili si kujipa.
wewe ndio ulinipa. Asante kwa sababu umesaidia kijana, mama na mzee. Viongozi wakubwa na wadogo umewasaidia, wamelishika na nakupenda Mungu, maana Mungu hili kanisa sio la kawaida. Tena nakushukuru kwa sababu hapa kwa madhabahu ya KG Kwale ninaona bingu lililofunguka. Kuna malaika wako hapa, uwepo wako uko hapa. Tusaidie kuelewa ulitupea mti wa mafuta. Mungu tutamheshimu. Ninapotoka hapa neema inijae. Nami Bwana nimeacha baraka kwa hii madhabahu. Uheshimiwe na uinuliwe. Hapa Mungu kusiwe na mapooza. Hapa kusiwe na tasa. Hapa kusiwe na maskini. Hapa kusiwe na mtu atakufa prematurely. Corona haitaua hawa. Kansa haitawaua. Accident haitawaua. Hawa Jehova walinde na damu ya Yesu. Hawa watoto wao watetee. Tetea mabwana zao. Roho ya divorce ninaikemea. Hata wale waliacha boma iko na taabu. Ninaondoa hiyo taabu. Ninaondoa hiyo taabu. Katika jina la Yesu. Wale waliingia hapa na magonjwa. Hayo magonjwa yaondoke. Right now yaondoke. Right now yaondoke. Ninalaani blood pressure. Ninalaani blood pressure. Wewe pepo ya blood pressure. Kama utovia nao. Kama utovia nao. Kama utovia nao. Pepo wa diabetes. Tunakuambia leo. Jehova ameponya. Kwa mapigo tumepona. Hawa wamenisikiliza. Wana haki ya kupona. Leo ninaachilia uponyaji. Blood pressure come out. Come out. Come out. Come out. You demon of diabetes. We recognize you. Uliangamiza nyanya yake. Ukaangamiza baba yake. Sasa umekuta huyu mama. Sasa umekuta huyu mzee. Leo ninakata hiyo line ya damu ya kwao. Watu wa presha. Watu wa sukari. Leo ninainyamazisha na huyu. Leo inaisha na huyu. Na anapokea uponyaji. Wewe pepo umeweka mitego. Hawa wakojeke kansa. Hawa wakojeke arthritis. Hawa wakojeke magonjwa. Ili wakufe kabla kufikisha miaka. Leo ninatuambia haya nimeotora. Tuwakona imerutia gari. Wewe watu wakiwakona gete. Wewe dunia na dunia. Wapiganie hawa Jehova. Hakuna mtu atazikwa. Utaona Disemba. Utaona 2022. Kama uliandikiwa kifo. Baba. Reparabaraba. Shaparabaraba. Rakatakatagada. Reparabaraba. Jehova nisikie. Sikia maombi yangu. Sikia maombi yangu. Sikia maombi yangu. Sikia maombi yangu Baba. Sikia maombi yangu Jehova. Ondoa wingu la kifo. Ondoa wingu la magonjwa. Hata kama pengine walitenda mabaya. Leo ninaomba msamaha wao. Leo ninaomba msamaha wao. Kama roho yale ilipita maono. Kisha inama. Ondoa wingu la upaya. Hawa wataishi Jehova. Nitaangalia neno lako ya kale. Nimelilia hawa watu. Warehemu Bwana. Warehemu Jehova. Warehemu Bwana. Warehemu Jehova. Warehemu Bwana. Warehemu Baba. Warehemu Baba. Warehemu Baba. Warehemu Baba. Mungu, usikubali pomba zikuja. Mungu wa jamii. Mungu wa ndoa. Tetea 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 familia. Mungu wale watoto